kuna Comrade Thomas Mmanyi, kuna Omari Ndunguru, pia tunaye mwenyekiti wetu wa kitaifa Bwana Samuel Laiza, na mimi mwenyewe ni George Andala. Nafikiri tutaanza na mratibu Dr. Festus Kilawe ataeleza mengi. Karibu Dr. Asante sana kwa ujio wa Mama Samia Day, mwandishi wetu. Lakini sisi ni viongozi kutoka makao makuu, tumetembelea ofisi yetu ya Dodoma ambayo katibu ameshatambulisha, na tumekuja kama viongozi wa kitaifa. Na katika kuja kwetu tumekuja kuelezea uhalisia, tuendelee kuimarishana katika chama chetu cha wazee wanaume Tanzania. Kama slogan yetu inavyosema, wazee ni tunu, tuwatunze, tuwadhamini na tuwalinde. Na katiba yetu inaelezea kwamba wazee hawa tunaoungana kwa pamoja tunafanya kazi moja tu ya kushirikishana na jamii na kuweza kuhamasisha jamii, hasa kwa umri wetu wa miaka 50 na kuendelea, tuweze kufanya yale ambayo yatatufanya tusikae board, wala tusiache kufanya na mazoezi, kazi za mikono, kazi za maendeleo, ambapo pia jamii itashirikishwa kwa wingi na kufanya mambo mengine ambayo tunajaribu kushirikiana na serikali katika utatuzi wa mambo ambayo yanaharibu viashiria vya kufuruga amani, kama udhalilishaji wa kina mama, udhalilishaji wa watoto na kadhalika. Na wazee wanaume kazi yao kubwa ni kujenga Tanzania iendelee kuishi katika mustakabali wa amani zaidi. Na tunashirikiana na serikali na Mama Samia, tunampa heko sana kwa kutupokea na kuanzisha hiki chama kama kilivyoanzishwa mwaka tarehe 5 mwezi wa 10 2021 tulipata usajili. Tuko vizuri. Asante sana. Kwanza kwa majina naitwa Joseph Nekitei Laiza, ni mwenyekiti taifa chama cha wazee wanaume Tanzania. Awali ya yote, kwanza nitake kumshukuru mama kwa yote mema anayofanya katika taifa letu hili la Tanzania. Kwa kweli, kwa ufasaha zaidi mama anapiga mwingi. Kwa nini anapiga mwingi? Anapiga mwingi kwa kwanza wakina mama sasa hivi wamekuwa wanajiendeleza, maana amewawezesha wakina mama sasa hivi wako wengi majasiriamali kwa kupitia Mama Samia. Kwa hivyo nikisema Mama Samia, nataka nisema Mama Samia niseme miaka 5 tena. Sawa, ndio mtangazaji. Kwa maana hiyo, lingine la mwisho kabisa, hii sikukuu ya Mama Samia Day ya leo ni sikukuu moja ambayo inawakumbusha watu kwamba wametoka wapi na wanaenda wapi na mama. Kwa hivyo tunamshukuru mama kwa yote anayefanya, maana yanaonekana si kitu ya kupapasa. Na ndio maana nasema Mama Samia 5 tena. Asante. Mimi naitwa Alhaji Imani. Mimi ni mkurugenzi wa habari wa chama cha wazee wanaume mkoa wa Dodoma. Maneno yangu machache sana kwenye siku hii ya Mama Samia, kwamba tumelelewa kwenye amani tangu kuzaliwa kwetu mpaka kukua kwetu. Tumekuwa na amani, watoto wetu wamezaliwa, wamekuwa kwenye amani, na hawa ambao wanachipukia sasa tunataka tuwakuze katika amani. Kitu muhimu ambacho tunataka ni waasi wa Tanzania tuendelee kuienzi amani kama jicho. Tukitetereka hakuna pa kukimbilia. Sisi tumezungukwa na majirani ambao karibu nusu au robo tatu wana matatizo. Hatuna pa kukimbia, hasa sisi wazee, hasa kina mama, walemavu na watoto. Lakini la pili, ninaziomba mamlaka ambazo zinadhani ziko juu ya sheria zianze kujitafakari upya. Zinadhani pale zilipo ziko zaidi ya mamlaka. Wote tuna dini na wote tunaambiwa kwamba tuitii mamlaka iliyo madarakani. Mamlaka zote zimewekwa na Mwenyezi Mungu, sio mtu. Kwa hiyo tusithubutu kuharibu amani kwa sababu yoyote ile. Kwa jina naitwa Thomas Mmanyi,
ni afisa miradi mkoa wa Ruvuma, chama cha wazee wanaume Tanzania. Katika kikao hiki mimi ningependa kuongea mambo yafuatayo. Sisi makuzi yetu kidogo tulikotoka kama wazee kidogo tumekuja kufika sehemu ambayo tunakuta kwamba watoto tuliowazaa sasa hivi wanakuwa tofauti kidogo. Sasa ule utofauti ndio umefanya hata tumeangalia kuweza kuweka hiki chama chetu cha wazee Tanzania. Na ni kwa sababu hiki chama tunasema kwamba wazee ni tunu, tuwatunze na tuwaheshimu. Lakini kwa vijana tunaona kwamba sasa hivi kutokana na hali ambayo ya mtetereko wa maadili, chama chetu tukimekiweka kwamba ndio kiweze kusaidia vijana kuweza kuenenda katika maadili ya kitaifa. Kwa hiyo mimi ninachokiona ni kwamba kutokana na kwamba wazee tupo, tusiache mmomonyoko wa maadili ukaingia na ikamomonyoa hata mambo yale ambayo tulikuwa nayo mazuri ya zamani ya kitaifa. Tungependa kutoa pongezi kwa serikali ambayo iko madarakani kuweza kuweka amani mpaka sasa hivi tulipo, na tunapenda kuiombea iendelee vizuri na imalizie vizuri mpaka tutakapokuwa na sisi tumekaa sehemu ambayo inatakiwa kutokana na mipango tulionayo. Na kwanza nashukuru tumefikiwa na uongozi wa kitaifa, uongozi mkuu, mwenyekiti yuko hapa, ni jambo la kujivunia. Lakini nataka tukuzungumza jambo moja, kwamba wananchi waelewe kabisa, nchi ambayo itakuwa haiwaheshimu na kuwaenzi wazee, hiyo ni nchi ambayo itakuwa imefilisika. Hakuna mti usiokuwa na mizizi, na mizizi ya mti ndio wazee. Mti ambao hauna mizizi au mizizi yake ikinyauka, huo mti unakauka. Kwa hiyo vyema kabisa wanapofanya maamuzi yoyote, wale waliokuwa katika mamlaka wazingatie uwepo wa wazee, wazingatie michango ya wazee. Wasifikirie kwamba wazee wao ndio wako pamoja, wako tayari kwenda kufa mara moja, kwa sababu vijana sasa hivi ukiangalia hata barabarani wanaekufa wengi ni vijana. Wanaambiwa acha kuendesha chombo kwa mwendo kasi, lakini anakuambia wewe umepitwa na wakati. Sasa swali linakuja kwenye akili timamu, ni nani amepitwa na wakati? Yule ambaye aliozaliwa jana, ameijua jana, leo na kesho, au yule anayezaliwa kesho na kesho kutwa, ambaye unakutana na yule ambaye aliozaliwa jana? Kwa hiyo wazee, kuwa mzee kwanza ni tunu. Mwenyezi Mungu akupa nafasi ya kuwa mzee. Sasa na mtu ambaye umepata bahati ya kuanza kazi yoyote ile, ukaajiriwa, ukaishi katika kazi, ukafikia umri wa kustaafu, hiyo ni bahati ambayo wachache wanapata. Sasa ili kuipata inataka unyenyekevu, uwe na hofu ya Mungu, uheshimu watu wakubwa, wadogo, wale wote wenye mapungufu mbalimbali wabebe kama sehemu yako ya familia. Ukiwa na roho hiyo, hakuna ambaye hawezi kufaulu. Lakini kama utakuwa na hali ile ya kuona kwamba hawa, sasa hivi kuna lugha ya kusema kwamba hawako kwenye mfumo, na wakati mfumo ni kompyuta tu, watu wamesahau kabisa mfumo ni kompyuta. Nataka kusema kwamba wazee ni tunu, wanatakiwa watunzwe na waheshimiwe. Dei Shera ndio kiongozi mkuu wa chama cha wazee wanaume Tanzania. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kutembelea ofisi yetu ndogo ya makao makuu ya chama Dodoma, ambayo ndio ofisi pia ya ofisi ya mkoa wa Dodoma ya chama cha wazee wanaume Tanzania. Ni kweli nimefarijika sana ujio wenu kwa hii siku ambayo ya Samia Day, tuweze kusema sisi wazee tuweze kusema machache. Kwanza kabisa, ndugu mwandishi, hakuna mzee mwenye umri wa miaka 50, hakuna kijana mwenye umri wa miaka 50.
chama chetu, ili uweze kujiunga chama chetu lazima uwe na umri wa miaka 50 kuendelea, na hakuna mzee au hakuna kijana mwenye umri wa miaka 50. Ninachotaka kusema ni kwamba kuhusiana na masuala ya miradi ya kitaifa ambayo imefanywa na mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miradi ya kitaifa ni mingi. Mfano, kuna SGR, kuna bwawa la Mwalimu Nyerere, barabara za nchi nzima, daraja la Busisi, hospitali, mashule, mfano viwanja vya ndege. Kiukweli mimi kama kiongozi wa chama cha wazee wanaume Tanzania, binafsi na nikisikia kauli tata kwenye mitandao najisikia vibaya sana. Yaani mama anapaswa kupongeza kwa kazi nzuri anayoifanya. Yaani sidhani kama kuna sababu ya mtu anaweza kumbeza Mama Samia Suluhu Hassan. Kazi aliyofanya ni kubwa sana na hakuna mtu ambaye hajui. Ni basi tu Watanzania wengi wanaifanya wajui, lakini kazi aliyoifanya ni kubwa. Kwa hiyo kingine ambacho ninataka kusema, kumuomba sasa Mama Samia Suluhu Hassan. Mara nyingi nimekuwa nikifanya kazi mbalimbali. Nilikuwa namuomba sana Mheshimiwa Rais, wazee nao waundiwe sera sasa. Wazee watambuliwe rasmi kama wanawake, vijana na makundi maalum. Kwa nini mara nyingi wanasema hivyo? Yaani kwa mfano sasa hivi hayo makundi nasema sera kuwatambua wazee rasmi ili wazee na wenyewe waweze kusonga, wazee wenyewe waweze kujikimu katika maisha. Kwa mfano, ninaposema sera rasmi, kwa mfano kuna mikopo ya halmashauri wanakopeshwa wanawake, vijana na watu wa makundi maalum. Kiukweli hii haijakaa sawa. Haijakaa sawa, hatuwezi kuilaumu serikali yetu, lakini mimi kama kiongozi wa chama nasema hii haijakaa sawa kabisa. Na mara nyingi nimekuwa nikifanya mikutano yangu na wazee. Kilio kikubwa cha wazee ni sera ya kuwatambua rasmi. Sera ya kuwatambua rasmi na wao waweze kukopesheka. Mfano, juzi tulikuwa kwenye kikao cha sekretarieti ya taifa, kuna mzee binafsi kama kiongozi wa chama iliniumiza sana. Wazee hata wakopesheke hata benki sasa hivi. Hata kama mzee ni bilionea, una miradi yako, kienda benki ukopesheke. Unaenda mzee unaambiwa umri umesonga. Kwa hiyo uweze kukopesheka, umlete labda mtoto wako akope, wewe mdhamini. Na huyo mzee aliambiwa kuwa yeye anaweza kupata kesho. Sasa mimi sijui sana kama kiongozi wa chama, mwenye mamlaka kuchukua uhai wa mtu ni Mungu, sio binadamu. Kwa hiyo kweli kilio cha wazee ni kikubwa. Na kingine, ndugu mwandishi, natamani sana ikimpendeza Mheshimiwa Rais mwaka huu sasa wa uchaguzi, kwa na mbunge wa wazee. Ateue mbunge wa wazee. Makundi yote yana wabunge. Tutakapopata mbunge wa kuwasemea wazee, tunaamini mambo ya wazee yataenda vizuri. Mama Samia Mama Samia Ndugu mwandishi wa habari, binafsi kama kiongozi ya chama yako mengi ya kusema, lakini la mwisho ni kuombe Mheshimiwa mwandishi wa habari, na kuna mfumo fulani ambao wa viongozi watangulizi uliopita. Mfano, Mheshimiwa Mwalimu Nyerere alikuwa mara zote alikuwa akisafiri mikoani. Akifika mkoani, baada ya ziara zake huwa anakutana kwanza na wazee. Anaongea na nini? Na wazee, kwa sababu wazee ndio wameijenga nchi. Ombi langu kwa Mheshimiwa Rais, nikupendeza, tunaomba ukiwa katika ziara, sio kwa na kuelekeza Mheshimiwa Rais, tunakuomba ukiwa katika mkoa, baada ya ziara ukikutana na wazee wa mkoa au wazee wa kitaifa, tutakuwa tunajenga nchi yetu.